Wapenzi watizamaji wa Shehe Katoto TV, karibuni sana katika kipindi chenu kizuri sana cha Wema ambacho naelezea na mambo mengi ya mwezi wa Ramadhani, na mtangazaji wenu si mwingine ndio yule Shehe Ali Muhammad Salim, ambayo leo kwa kweli naelezea hapa tulipo katika mwezi wa Ramadhani. Tuko chungu cha mwezi 26. Yaani ni kwamba tumshukuru Mwenyezi Mungu sana, tumeshafika chungu cha 26 au mwezi 26 wa Ramadhani, katika 10 la mwisho ambalo la kuachwa huru na moto. Kwa kweli hili ni jambo la kushukuru sana, ndugu zangu, wazee wangu, dada zangu. Kwa kweli tunasema alhamdulillahi rabbil alamina. Mpaka sasa hivi bado Mwenyezi Mungu anatutizama na anatupenda na atuache huru na moto. Lakini pale msisitizo wangu katika 10 hili lina mambo mengi sana. Basi tusije tukalegea katika 10 la mwisho, tujitahidi sana, kwani katika hili 10 kuna siku ambayo inaitwa usiku wenye cheo, ambao ni usiku wa Lailatul Qadri. Usiku huo ni bora kuliko miezi 1000 kuifanyia ibada, na huo usiku uko katika 10 hili ambalo la kuachwa huru na moto. Wanawazuoni wengi wanasema ni katika zile siku za witri ambazo ndio zinategemewa hivyo. Yaani sasa kwa kweli kama leo 26 kuamkia 27, kwa kweli leo tunatakiwa tujitahidi sana katika kutafuta usiku huu, hasa Mwenyezi Mungu akajalia tukaudiriki, na tuudiriki ambapo tukiwa katika hali nzuri, na tuudiriki ambao katika ibada. Kwani ule usiku wenye cheo utakapokukuta, lolote unalolifanya wewe ndilo linalochukuliwa. Ikiwa uko kwenye ibada na wewe unachukuliwa umefanya ibada miezi 1000, yaani hilo ni jambo la faraja sana. Kwa kweli tusisitize zaidi kufanya ibada usiku, tusisitize zaidi kuswali usiku, tusisitize zaidi kusoma Qur'ani kwa sana, kwani huu mwezi unaenda zake. Leo tuko katika chungu 26. Kwa kweli tunasema Mwenyezi Mungu tumalize vizuri katika hili 10 la kuacha huru na moto, na vile tuwe tumeshawatwa huru na moto na tuudiriki huu usiku wa cheo. Itakuwa kwa kweli tumefanikiwa vizuri na tumepata wema mzuri sana kwa kweli, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Tujitahidi na Mwenyezi Mungu atatupa, kwani kwa mpaka sasa hivi ikawa tunaendelea na kuichunga Ramadhani yetu, basi kwa kweli ni jambo la kushukuru na ni jambo ambalo la kujikaza zaidi kumaliza hapa tulipobakia, kwani pakubwa zaidi tumeshapamaliza, bado padogo. Lakini hapa padogo panahitaji umakini zaidi, kwani hapa padogo ndio unapoweza wewe ukaja ukafeli, ukaja ukamaliza mwisho mbaya. Ina maana yale yote ulioyafanya ikawa si chochote si lolote. Bwana, tujitahidini sana katika hili 10 tulilo nalo, na leo mwezi 26, ujitahidi utafuta usiku wenye cheo, ili Mwenyezi Mungu atulipe kwa yale mazuri yote ambayo tunayataka na tunayatafuta, kwani hatuwezi kujua kama tunaweza tukamalizia hii Ramadhani hizo siku zilizobakia, au kudiriki kuja kufika tena mwakani. Kwa kweli hapa hii nafasi tuliyoipata tuitumie kwa nguvu zote, na tujitolee kwa kila hali, kwa kila mali. Na vile hapa tulipo sasa hivi tunautafuta usiku wenye cheo katika 10 hili, na vile tunaachiwa huru na moto, lakini tunafikiria kutoa zakatul fitri, kwani zakatul fitri siku tu utakapoindama ule mwezi, basi unatakiwa wewe, kwa kila mtu ambaye anatakiwa atoe zakatul fitri. Vile zakatul fitri hii inatakiwa yule mzee ambaye aliyemiliki mke na watoto wake ndio anastahiki yeye kuwatolea wale zakatul fitri wote. Lakini kama mzee kidogo yuko dhaifu,
pengine mama yuko vizuri, basi anaweza kufanya jambo kama hilo, na kwa sababu unapotoa zakatul fitri inakuwa unaitakasa ile funga yako. Kwa kweli inakuwa umefanya vizuri sana, kwani hii funga baada ya kusha kuifunga kwa kweli inakuwa inaning'inia, lakini unapoitolea zakatul fitri ndio inapokelewa vizuri sana. Kwa kweli tujitahidi sana kutoa zakatul fitri ili funga zetu ziende vizuri, na vile vile tujitahidi zaidi kutafuta usiku wenye cheo, kwani usiku wenye cheo ni bora kuliko miezi 1000 kuifanyia ibada kuliko siku hiyo moja. Yaani ni siku ambayo ni siku azimu sana, na katika siku hizo ni hizi siku za witri. Kama leo mwezi 26, ina maana ikifika jioni tayari imeshaingia usiku wa wenye cheo wa mwezi wa 27 ambao ndio huo unatafutwa. Tujitahidi sana kusoma Qur'ani, tujitahidi sana kutoa sadaka, tujitahidi sana yani kuswali swala za usiku, tujitahidi sana kuomba dua Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema, tuombe dua Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi, tuwaombee dua na hata wagonjwa ambao wako mahospitalini, ambao tuombe Mwenyezi Mungu awahifadhi na awape uzima ili na wao waweze kujumuika katika masuala mengine, kwani hii ni fursa nzuri sana kabisa. Na katika hili 10 la mwisho ambalo ndio linatakiwa tujitolee kuliko mwanzo, kwani Mtume alikuwa anaacha yake yote katika 10 hili la mwisho. Yaani yeye alikuwa anakaa hasa kama itikafu ile, yaani anakaa katika ibada zake, hataki impite hata dakika katika 10 hili la mwisho, kwani 10 la mwisho lina mambo mengi, na 10 la mwisho ni kweli lina mambo mengi. Unaachwa huru wewe na moto, kwa kweli hilo sio jambo dogo. Kuachwa huru na moto ukawa uko safi, basi hili ni jambo ambalo la kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumshukuru kwa wema na kutoa shukurani. Na vile vile kuna usiku huu ambao wa Lailatul Qadri, na ukiudiriki usiku huu ni bora siku hiyo moja kuliko miezi 1000 kwa kuifanyia ibada. Sasa kwa kweli huu ni wema mkubwa sana aliyotuletea Mwenyezi Mungu. Kwa kweli jamani, ndugu zangu, wazee wangu, dada zangu, wanangu, tujitahidi sana sana, na vile vile katika kujitahidi baada tukishadiriki huu usiku wa Lailatul Qadri, na vile vile tujielewe kwamba tunapomaliza kufunga Ramadhani, kabla ya ile inatakiwa tutoe zakatul fitri ili kuitakasa funga yetu, ili tunapoitakasa funga yetu inakuwa inapokelewa vizuri na tunakuwa ni wenye kufuzu. Na vile vile tunatakiwa tujilinde sana na hii siku ya Idi, tujilinde, kwani siku ya Idi ni siku ya furaha, siku ya Idi ni siku ya kula vizuri, siku ya Idi ni siku ya kuvaa vizuri. Sasa kwa kweli isije ikawa imefika siku ya Idi sasa unaanza kunywa pombe, ishafika siku ya Idi unaanza kuvuta bange, ina maana utakuwa mambo yako yote ya mwezi mzima wa siku 30 umeyavunja pale, hakuna ulichokifanya hata kimoja. Wewe itakuwa ulishinda na kiu na njaa, na vile vile itakuwa umefanya jambo ambalo sio zuri. Kwa kweli itakuwa umejidhulumu nafsi yako. Tujitahidi sana na Mungu atusaidie, kwani mwisho mwema ni mzuri zaidi. Tulianza vizuri, tumalize vizuri, kwani tutakapomaliza vizuri itakuwa tumefanikiwa hapa duniani na huko kesho ahera. Kwani hii Ramadhani jamani inaenda zake, na Ramadhani kuenda zake sio mwisho wa kufanya ibada, bado tuendelee na ibada zetu. Ama kwa wale waliokuwa wanasema wanafanyia Ramadhani itaenda zake, lakini vile vile tunatakiwa tufanye ibada. Ambao wale wanamwabudu Mwenyezi Mungu kwa ibada zote, basi Mwenyezi Mungu bado yupo na ataendelea kuwepo, na hana mwanzo wala hana mwisho, na vile vile ataendelea kuwepo. Basi tuendelee kufanya ibada. La hawa wanaofanyia ibada ya Ramadhani kwa kweli
kweli inaenda zake. Sasa kama Ramadhani inaenda zake, basi tujitahidi, kwa sababu sisi sote tunamwabudu Mwenyezi Mungu, na hii Ramadhani ni vile vile ni nguzo ambayo kaileta Mwenyezi Mungu katika nguzo ya 4 ili tuitimize. Basi tunapoitimiza vizuri, itakuwa vile vile tumefuzu vizuri kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, na tumefaulu vizuri, kwani tukifanya hivyo itakuwa sisi mnalfaizina, tumefuzu. Kwani mpaka kufikia hapa sasa hivi chungu cha 26 sio kazi ndogo, na Mwenyezi Mungu akatuhifadhi mpaka sasa hivi tukawa tunaendelea kufunga na kufanya mambo ya hairati. Basi kwa kweli tumshukuru sana Mwenyezi Mungu, na vile vile Mwenyezi Mungu tumuombe atupe huu mwisho mwema, na atujalie tuudiriki huu usiku wenye cheo, ili tupate fadhila zaidi, na vile vile tupate malipo hapa duniani na huko kesho akhera. Kwani utakapopokelewa vizuri na Mwenyezi Mungu, wewe umeshapita. Kwa kweli hii ndiyo fursa ambayo tumeipata katika mwaka huu. Huwezi kujua wewe kama utaidiriki tena ya mwakani. Kwa kweli huwezi kujua kama utaifika hata Idi. Sasa kwa kweli hii nafasi tujitahidi sana, na tuombe Mwenyezi Mungu atudiriki katika huu usiku wenye cheo, ambao siku hiyo moja ni bora kuliko miezi 1000 kufanya ibada. Basi kwa kweli siku hii ni siku adhimu, kwa kweli siku hii ni siku nzuri, kwa kweli siku hii tumepewa kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu na wema wake sisi, ili tuende tukakae vizuri. Sasa kama Mwenyezi Mungu anavyotupenda, basi na sisi tujipendekeze ili tufanye yale mazuri, ili na yeye akafurahi zaidi na sisi tukafurahi zaidi. Kwani utakapofika mbele ya Mwenyezi Mungu, amekupokea, amekuridhia, basi wewe itakuwa ni mtu ambaye umefaidika vizuri, na utakuwa huna mashaka kweli. Lakini sasa utakapoondoka hapa duniani, ikiwa umeondoka huna chochote ulichokifanya, kwa kweli hapa bwana, itakuwa wewe umefanya mbaya sana. Kwani mtu ambaye anajitambua na mwenye akili ni yule mtu ambaye anaiacha dunia yeye kabla haijamwacha. Huyu mtu anakuwa ana akili sana, ambaye anaiacha hii dunia kabla haijamwacha, na vile vile anajua kule tunakokwenda kuna kitu kinatakiwa kichukuliwe. Ina maana anajipinda kabisa kwa kufanya yale. Basi kwa kweli itakuwa ni uzuri zaidi, na hii fursa ambayo ya siku yenye cheo ni nzuri zaidi, na ndio fursa ambayo tuipate hapa, ili tumuombe Mwenyezi Mungu atupe yale hapa duniani na ya akhera akaturidhie. Kwani tukifanya hivyo itakuwa tumefaulu sana katika jamani 10 hili la mwisho la kuachwa huru na moto. Leo tuna chungu cha 26, tunamaliza Ramadhani. Tujitahidi jamani, na tufanye ibada, bado tuendelee. Kama ni Ramadhani itaisha, lakini kama ni Mwenyezi Mungu bado yupo, atabakia na ataendelea kubakia milele na milele. Tusije tukafanya hururi, yaani tukaacha kufanya wema. Tusije tukafanya hururi tukaacha kufanya mambo ya hairati, kwani Mwenyezi Mungu anapenda wale watu ambao wamejikubalisha kwake, na vile vile anataka wale watu waende kwake ikiwa wameridhika na yeye. Sasa hapo itakuwa ni uzuri zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.